makamu mwenyekiti, lakini bado wanaingua wagombea wetu. Woga sio woga huo, na waoga wote jehanamu. CCM ni wazi, wanaiba uchaguzi mzima. Kwa sifa zote hizi, kwa sababu ya muda sasa kufanua sifa moja kwa sababu najua zote hizi ni sifa za CCM hizi. Mimi kama askofu naungana ya no reform no election, kwa sababu kukubali no reform no election ni kupunguza wajane kwenye taifa letu, ni kupunguza yatima. Sasa hivi ukitangaza uchaguzi, watu wanaanza kuandika wasia kwa sababu hawajui kwamba watarudi salama. Kama wameua mgombea wa kitongoji, kwa nini watawafanyaje madiwani? Watawafanyaje wabunge? Ndio mwakajoka nini? Watawafanyaje? Hakuna njia nyingine zaidi ya kuongeza wajane na yatima. Hatutakubali uchaguzi hiyo. Chaguzi zote hazifanyiki hivyo. Mimi naunga mkono, nasema no reform no election, iwe kanisani iwe kwenye mkutano, hiyo mbinu itasemwa. Mungu abariki sana na wapenda na Makambako. Askofu mwana mapinduzi, yani mwana mageuzi, sio mwana CCM. Ni mtu anayeheshimika kwa sababu mfanyabiashara atatoa ajira na ni mfanyabiashara huyo anayelipa kodi katika nchi. Tangu nilipoanza kuwa diwani wa kata ya Tarime mjini na baadaye kuwa mbunge amenijenga. Huyu mzee ana miaka 76. Amekuwa mbunge kwa miaka 15. Kama ni mtu binafsi, angekaa nyumbani kwake, ale maisha yake, amalizie uhai wake hapa duniani. Lakini kwa miaka 76 anasafiri na sisi. Tunakaa naye kikao mpaka saa 7. Kwa sababu anataka kuona nchi yake ikiwa kwenye mikono ya watu ambao watajenga uchumi wa nchi yetu, wataiendeleza nchi hii iende mbele. Kila mmoja wetu kama Mtanzania afurahie keki ya nchi hii. Leo nchi hii iko kwenye mikono ya kikundi cha watu wachache sana, wanaolindwa na polisi na vyombo vyetu vya dola. Wanaiba kulia kushoto, wanagawa nchi yetu kama nchi ambayo haina mwenyewe. Tukiulizana kwa nini tulidai uhuru wa nchi yetu, madai ya uhuru wa nchi yetu yalikuwa yapi? Ni ili nchi ya mikononi mwetu tuiongoze, tutumie rasilimali za nchi yetu katika kujenga maisha yetu, na rasilimali ambazo kwa kweli tunazo nyingi kweli. Kama mnavyojua, hii ni nchi pekee duniani iliyoko na Tanzania, haipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Hii ni nchi ambayo ni ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia nzima. Ukienda kule kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Mbogwe ni dhahabu, ukienda Chunya ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu. Kila kona ya nchi ni dhahabu. Yanatoka matani na matani ya dhahabu ya nchi, yanaondoka kwenda Ulaya kutajirisha watu. Watu wetu wanabaki maskini, hawana chakula. Wakina mama wanahangaishwa na vikoba na mikopo ya kausha damu kwenye nchi yenye dhahabu. Ukichukua wembe ukauvunja hivi, kale kawembe kamoja, kale uliko kata katikati, ndio gramu moja. Gramu moja ya dhahabu yenye uzito sawa na ile wembe ni leo kwenye soko la dunia ni $200,000. Tanzania inachimba matani na matani ya dhahabu kiasi ya Tanzania. Hii ni ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika na pili duniani.
Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, ya pili duniani. Mbuga za wanyama zetu, ukichukua Seru, ukichukua Serengeti, ukichukua Mikumi, ukichukua Ngorongoro, ukichukua Ziwa, ukichanganya pamoja zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda, Burundi na Uganda. Watu wa Makambako people! Watu wa Makambako people! Kama upande wa Tanganyika John Heche pamoja na viongozi wote ulioambatana nao, karibuni sana Njombe, na hapa ni Makambako. Mji huu ni mji wa kibiashara. Watu wengi walioko hapa sehemu kubwa ni wafanyabiashara. Na mimi ninajua leo ni tarehe 26. Tuna siku 4 tunatakiwa kama tumbo ni ya moto kwa sababu tu tunawaza kwenda TRA. Nimepigiwa simu nyingi na nimetumiwa message nyingi na wafanyabiashara. Mmoja ananiambia TRA amekadiriwa milioni 150. Anasema hii biashara nilionayo wala siwezi kulipa milioni 150. Wamemuita pembeni wajadiliane nayo, wakamwambia milioni 20 tutakukadiria milioni 20. Sasa ananiambia naomba unisaidie, sijui tunafanyaje. Kama mnaweza kulisemea kwenye mikutano yenu lisemeeni. Mimi ninasema tumekuja kwenye mkutano huu, wafanyabiashara tunajua kwa namna moja ama nyingine mnaweza mkao mnashindwa kujitokeza hadharani na kuunga mkono hayo mabadiliko kwa sababu ya kuhofia kubambikizwa kodi zisizolipika. Changieni hizi movement ambazo zinafanywa na Chadema za kubadili mifumo ya uchaguzi katika